Nikukaribishe sana mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kijamii kutoka hapa. Baada ya mwendelezo wa kushuhudia taarifa za watu kuendelea kuchukuliwa sehemu zao za siri nyeti za kiume mkoani Songwe, mji wa Tunduma, hapo jana tumeshuhudia tena taarifa hiyo maeneo ya Kimara Mwisho jijini Dar es Salaam. Majira ya usiku kulizuka tena taarifa ya mtu kuchukuliwa sehemu zake za siri. Taarifa ambazo zilikuwa zikienea katika mitandao ya kijamii pamoja na radio zinasema kwamba kuna jamaa ambaye alipotezewa nyeti zake hizo, alikuwa ni fundi makenika wa pikipiki. Akaja jamaa mwingine ambaye alikuwa akiomba chenji kwa kijana huyo ambaye ni fundi. Kijana akamwambia sina chenji. Akamwambia basi nipe hata jero. Akaambiwa tena hata jero sina. Mtu huyo baada ya kuambiwa hivyo akamgonga huyo kijana kwenye bega na kumwambia poa mwanangu. Baada ya hapo kijana huyo akaanza kutetemeka na kuhisi hayuko sawa. Alipojikagua vizuri akajikuta sehemu zake za siri hazipo. Ndipo akaita watu akawaonyesha, na watu hao kuanza kumtafuta huyo mtu aliyeweza kumpotezea kijana huyo hizo nyeti. Inasemekana pia baada ya kuondoka kwa kijana huyo, mtu huyo alikwenda kwa mtu mwingine kumraghai ili kuendeleza kitendo hicho cha kumchukulia nyeti zake. Ndipo watu walipomwahi na kutaka kumjeruhi. Bahati nzuri miongoni mwa watu ambao walikwenda kumfuata huyo kijana alikuwepo mwenyekiti, aliweza kuzuia. Ndipo akaita vyombo vya usalama hususan polisi na kumchukua jamaa huyo pamoja na kijana ambaye anadaiwa kuchukuliwa nyeti zake. Habari ambayo ilikuwa ikienea sana mitandaoni na iliweza kuzua taharuki kwa habari hii kufika katika jiji la Dar es Salaam hususan Kimara. Kupitia jambo hilo, jeshi la polisi kupitia kamanda mkuu wa jiji la Dar es Salaam Jumanne Mulilo aliweza kutoa taarifa ya polisi kuhusiana na taarifa za huyo mtu kuchukuliwa nyeti zake hapo jana. Amesema hivi alivyokuwa akiongea na vyombo vya habari kupitia simu. Anayedaiwa kuchukuliwa nyeti zake. Ndio. Nadhani ndio maana nimekuuliza ulikuwa kwenye tukio. Ndio. Ukifuatilia alipelekwa kwenye kituo kidogo cha ile stendi ya mabasi inaitwa ya Magufuli. Ndio. Na wanaume polisi kwa kuhifadhi faragha yake wakaangalia. Ndio. Wakakuta ni vichwa anaongea vya kijinga tu. Mbona zipo? Wewe unasema umeguswa na kuchukuliwa, mbona zipo? Oh. Mbona zipo? Kwa sababu hata kwa kufikiri tu hata watoto wetu wanakataa. Wanasema haiwezekani. Kwa nini sisi watu wazima tunaona kwamba inawezekana? Na unakuta kwamba sio kweli. Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine tunapaswa kuwa watulivu na kufikiri na kutoburuzwa na watu wajinga ambao wanatengeneza matukio ya kufikirika ya ajabu na watu wakachukulia kama ni habari. Nafikiri ni muda sasa wa kukemea upuuzi. Upuuzi kama huo na kujenga taharuki ambazo za kijinga. Na kwa kifupi sana ninaweza kukujibu hivyo kwamba nyeti zipo na ni muongo na wanatengeneza taharuki, na sasa tunachunguza malengo ni nini, dhamira ni nini. Lakini tuelimishane, tutoke kwenye ujinga wa kiwango hicho ya kwamba mtu akikugusa hata kisayansi unaona kwamba haiwezekani. Highly improbable, haiwezekani kabisa. Eti mtu akikugusa kitu chako hakipo. Hata watoto wengi mimi nimeongea nao wadogo wanasema wanashangaa, hii kweli inawezekana? Hii kweli inawezekana? Lakini watu wazima wanakimbilia kuona kwamba inawezekana, wakati watoto wadogo wanasema hii haiwezekani. Kwa hiyo nadhani niishie hapo, na nadhani umepata maelezo kidogo ya kina ya kukuongoza hata wewe wakati unatekeleza majukumu yako kabisa. Jue nini nafasi yako kwenye jamii, hasa kwenye hii jamii ambayo inataka kupotea ya kwenda na vitu vya kufikirika vya ajabu. Nikutakie kazi njema na Pasaka njema. Kamanda mkuu wa kanda ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo akitolea ufafanuzi wa uvumi huo ambao umeendelea kuenea katika jiji la Dar es Salaam Kimara. Naam, bwana, hiyo ndio taarifa ambayo nimekupa mtazamaji, ambayo inaendelea kuenea katika mitandao ya kijamii. Kamanda akikanusha na kusema ni uvumi tu ambao hauna maana yoyote, unauzua taharuki. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata dondoo mbalimbali zikiwemo za kijamii, teki, burudani, michezo pamoja na kuendelea kusubscribe kuview kila video ambayo inatoka hapa. Tukutane tena hapo baadaye.